ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliye kutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Ondoka. Analazimika kuhama, kwa sababu ya harufu. Wewe mtu wa Mungu, ukipata harufu mbaya, sio rahisi kukaa mahali na watu kwa ujasiri. Unaanza kuona kama vile uko kwenye hali ya kukaguliwa, na sasa utakuwa miongoni mwao washindao. Yaani wewe utakuwa ni mtu ambaye unafikiria muda wote hakuna kinachowezekana katikati ya lile jambo, unatamani uondoke. Yakobo ikabidi akimbia aondoke kwa sababu hali imekuwa ngumu. Atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo utasita mpaka lini? Ni muhimu uyaache machukizo. Kitaka kumtumikia Mungu kwa uaminifu kabisa, ni muhimu ujitenge ujitenge na machukizo, ujitenge na harufu mbaya. Usiwe mtu wa kusakiziwa, kufikiriwa kwa ajili ya vitu vibaya. Watu wakitafakari wanajua huyu si mtu anayefaa. Kwa hiyo wakati fulani umeshindwa hata kumwendea Bwana kwa ujasiri kwa sababu ya yale yaliyoko ndani yako. Na kwa sababu huwezi ukamwendea Bwana kwa ujasiri, uwe na uhakika hata mambo yako hayawezi kuwa na ushindi, kwa vile adui anatafuta. Ukiupoteza ujasiri, shetani amekuweka. Wao wakakimbia kwa sababu ya machukizo. Wangapi wanaikimbia imani kwa sababu ya mambo walioyafanya? Wangapi wanazikimbia familia kwa sababu ya mambo walioyafanya? Wangapi wamekataa kutumia ukiwataa mtumishi ukachukua simu ya mtu hapa, hata habara, yani anatamani uwepo, simu ina vitu vya ajabu. Kwa hiyo muda wote anailinda isije ikatoka. Ana wasiwasi huyu. Kwa nini? Kwa sababu nyuma ya simu kuna harufu mbaya. Ambia mpe jirani yako simu. Unafikiri hata ana jambo la msingi basi private anasema labda utajua password ya hela zako. Hata hamna, kwa sababu mwenyewe uliingia kwenye M-Pesa au kwenye Airtel Money. Lakini sasa nataka nipite kwenye gallery kidogo. Nataka naona kwenye picha. Ndugu yetu, wewe una picha za namna gani? Kwa hiyo yale mambo ambayo yako kwenye simu, ukishafika mahali kuna mtu ameyabaini, unapata wasiwasi. Kwa maana si kwa private hata wanandoa simu zao private. Ana miamala ya kutosha, kumbe ana miamala ya harufu mbaya, miamala ya harufu mbaya, sio hela hainuki vibaya. Vimeseji vipo, ana wasiwasi kwenye ndoa, anaenda kuoga na simba afuni, wasiwasi nini? Harufu mbaya iko kwenye simu. Jambo la pili, chukizo linasababisha ama linaweza kuwa chanzo cha laana.